Tuko visiwani Zanzibar kuhakikisha kwamba tunakuletea kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Ikumbuko Jumapili Young Africans atakuwa hapa New Amani Complex Zanzibar kukipiga dhidi ya JS Kabylie kwenye mechi ya mwisho ya hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Mechi ambayo itaweza kumpa nafasi kama atashinda kwenda hatua ya robo finali Ligi ya Mabingwa barani Afrika, akisikilizia na ile mechi Al Ahly dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco. Sasa niko hapa na mratibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam, Shaabani Mgonja. Kwema? Kwema kabisa. Habari za huko bwana? Salama. Nimepatia hiki cheo? Umepatia. Ni mratibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam. Kama ulivyosema, mimi naitwa Shabani Omari Mgonja. Zamani ulikuwa na cheo cha mwanachama nyuma kidogo hapa. Zamani tulikuwa tunaita mwenyekiti wa matawi, kwa sasa hivi tunaita mratibu kwa sababu ni cheo cha uteuzi wa kamati ya utendaji kikatiba. Kwa hiyo baada ya mfumo wa mabadiliko kumekuwa na waratibu mikoa yote, kwa hiyo kamati ya utendaji wakaniteua sasa kuwa mratibu rasmi wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam. Sawa. Una siku ya ngapi hapa? Maana naona kama uko muda mrefu, uko busy na maandalizi. Zanzibar nimekuja leo na siku ya 3, na hasa kilichonileta ni maandalizi ya mechi ambayo kwetu kama Yanga Afrika ni mechi kubwa, ni mechi ngumu, ni mechi muhimu, ni mechi ya maamuzi kwetu. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba niwahi huku ili nishirikiane na mratibu wa Zanzibar kuhakikisha kwamba kila kilichokihitaji kinakwenda sawa sawa. Kwa hiyo nina siku ya 3 niko Zanzibar, na nashukuru maandalizi yetu yanaenda vizuri. Tunasubiri siku ifike ili tukaonyeshe Watanzania, tukaonyeshe wana michezo wa Afrika kwamba Yanga sio timu ndogo, Yanga ni timu kubwa, na huwezi kuwa mkubwa kama hukucheza na wakubwa. Huwezi kuwa mkubwa kama hukuwatoa wakubwa. Kwa hiyo tumejipanga sawa sawa, tumedhamiria na tuko tayari kwa mpira huu wa Jumapili. Mnaiona nafasi hiyo ya kufuzu hatua ya robo finali? Tunaiona nafasi ipo kwa sababu sisi tunatakiwa tushinde. Sisi tunatakiwa tushinde kwanza. Haya mengine atakuja kwanza tushinde. Na tushinde zaidi ya goli moja. Sasa hawa FAR Rabat na Al Ahly, hao matokeo yatakayokuja tutayapokea. Lakini tuna imani kwamba FAR Rabat atafungwa na Al Ahly na sisi tutamfunga huyu Algeria, tutapita. Ni imani yetu kwamba tunapita. Hatuna njia nyingine zaidi ya kupita kesho, na tunaamini kwamba maandalizi tuliyofanya, dua tulizozifanya, kwa sababu mambo yote mtegemea Mwenyezi Mungu. Tunaamini Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa na sisi kama alivyokuwa na sisi siku zote. Sasa kama waratibu kwa upande wa Dar pamoja na hapa Unguja, hali ikoje kwa mashabiki? Mashabiki wetu tunaendelea kuambia kwamba waje uwanjani kuisupport timu yetu. Timu imejiandaa vizuri baada ya timu kutoka kule Morocco, wamerudi Dar es Salaam, wamejipanga vizuri, na sasa hivi wako Zanzibar. Maandalizi ni mazuri na support kubwa inategemea kwa mashabiki wetu. Sasa mashabiki waje wawape nguvu wachezaji wetu ili wachezaji wafanye kile ambacho tumekusudia. Kwa upande wa maandalizi, sisi kama wanachama, kama waratibu, kama nilivyoeleza kwamba mambo yetu tumejiandaa vizuri. Kazi ni kuwahimiza mashabiki ili wajitokeze kwa wingi kuja uwanjani kuisupport timu yetu. Hadi sasa mna wanachama wangapi kutoka Dar na hapa Unguja ambao mpaka sasa hivi wamewahakikishia kwamba watakuja? Makundi mengi kutoka Dar es Salaam yanakuja, na sio Dar es Salaam tu. Wako watu wanakuja kutoka Mwanza, wako watu wanakuja kutoka Songea, Dodoma, yani kuna magrupu mengi, matawi mengi ambayo yanatoka mikoani yanakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kupanda boti kesho za Baresa kuja Zanzibar. Kwa hiyo na imani kuanzia kesho kundi la mashabiki wa Dar es Salaam wa Tanzania bara watakuwa na miminika hapa Zanzibar, wakiwa na miongoni mwa makundi mengi kutoka Dar es Salaam. Idadi mpaka sasa hivi bado hamjapata? Sina idadi kamili, isipokuwa tumewaambia wale wote ambao wanataka kuja Zanzibar wasiliane na idara ya matawi na wanachama kwa afisa wa matawi ambaye ni Clifford Lugola kwa ajili ya kuorodhesha makundi yao yanakuja, ili yajulikane kama ni makundi mangapi yanakuja Zanzibar. Kwa naamini kwamba Clifford Lugola anaendelea kuratibu makundi yote yanakuja Zanzibar pale ofisini Dar es Salaam. Tumepita hapo nje, kuna sehemu ambazo zinauzwa tiketi hapa uwanja wa New Amani Complex, lakini kuna baadhi ya maeneo pia wanauza tiketi. Vibe likoje? Una siku ya 3 mpaka sasa hivi. Tiketi zinauzwa, na kama tulivyosema kwamba tiketi zinauzwa kwa njia ya mtandao pia. Kwa mtu anaweza kwa Dar es Salaam na kanunua tiketi ya mechi ya leo ya kesho kutwa hapa. Kwa hiyo tiketi zinaendelea kuuzwa, lakini idadi kamili ya tiketi itakuwa kwa idara ya fedha ambao ndio wanao password ya kuangalia kwamba tiketi zinaendelea, lakini na imani kwamba tiketi zinaendelea kuuzwa, na hasa kesho makundi mengi yatakuja kutoka Dar es Salaam, kutoka Tanzania bara, na imani kwamba tunaweza tukaujaza uwanja wa Amani Complex kama tulivyoita Guantanamo, ambao ni sehemu ya machinjio kwa watu. Neno lako kwa mashabiki?
Mashabiki wasio na wasiwasi, mashabiki wasio na wasiwasi, wale wenye uwezo wa kuja Zanzibar waje Zanzibar, waje waisupport timu yetu, na wale ambao watakuwa nje ya Zanzibar basi waendelee kuiombea timu yetu huko waliko waendelee kuomba dua. Waislamu wakienda msikitini waombe, wakaombe dua. Wakristo naamini kesho kuna watu wanakwenda kanisani, Jumapili siku ya mechi kuna watu watakwenda kanisani. Dua zote zielekee kwenye timu yetu kwamba tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie. Lakini wale ambao hawana imani ya dini, alikama na Usemi anasema chochote ambacho unaona ukikifanya Yanga itapata ushindi kafanye. Kama unaamini mizimu, kaombe mizimu yako. Unamwamini Mungu, muombe Mungu wako. Unaamini Mungu kupitia Uislamu, kaombe. Unaamini Mungu kupitia Ukristo, kaombe. Unaamini mizimu, kaombe. Tunachotaka Yanga ishinde Jumapili, tutoke kidedea, tukiwaonyesha dunia kwamba Yanga ni timu kubwa. Kwa maneno haya ni wazi kwamba mmedhamiria kushinda na kwenda hatua inayofuata. Ya. Tumesema hii ndio finali yetu. Hii ndio finali ya Yanga. Ili uonyeshe kwamba Yanga ni wakubwa. Tumesema Yanga ni wakubwa. Ili tuonyeshe ukubwa wetu, lazima tucheze na wakubwa, lazima tuwatoe wakubwa. Kwa hiyo tumedhamiria kwamba hii ndio finali yetu, na lazima tuitumie finali hii. Tuko nyumbani kwetu, tutumie nafasi hii kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Umeshuhudia makundi mengi sana Young Africans. Pengine hili linaweza likawa gumu zaidi. Hili lilikuwa kundi la kifo. Na imani kama tungepata makundi waliopata wenzetu, sasa sisi tunaongoza, sisi tushapita. Kwa kundi tulilopata, ilikuwa kundi la kifo. Hapa tulipofika Yanga, lazima tuipongeze klabu, tupongeze wachezaji wetu, wamepambana. Tupongeze uongozi wetu, umefanya kazi kubwa sana. Lakini pia tupongeze wanachama, mashabiki na wapenzi wetu ambao wamekuwa watulivu, wavumilivu toka hatua ya kwanza mpaka leo tunacheza makundi. Ni heshima kubwa kwetu, lakini tuwapongeze sana wachezaji wetu ambao wamejitoa kwa hali na mali, wamevuja damu, wamevuja jasho lao, wamepambana. Kwa tuwapongeze sana kwa hatua waliotufikisha safari hii. Basi kila laheri mratibu. Inshallah tuombe Mungu kwamba tutakutana baada ya hapo, tutafutane Dar es Salaam. Guantanamo Bay. Hapa kila mtu lazima achinjwe hapa. Sawa. Ni mratibu huyo wa sawa cheo mratibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam. Mratibu wa matawi ya Yanga Dar es Salaam, Shaabani Mgonja. Akizungumzia hapo maandalizi, lakini pia namna ambavyo Young Africans wamepania msimu huu kuhakikisha kwamba lazima wawapige Waarabu wote na kuhakikisha kwamba wanafuzu hatua ya robo finali.